Kauli za Trump zimezidi kuibua mijadala mingi kote duniani. Trump anasema, nikimnukuu, hii ni bei ya muda mfupi ya mafuta ambayo itashuka kwa kasi wakati Marekani itakapomaliza kazi na tishio la nyuklia la Iran. Ni gharama ndogo sana kwa Marekani na kwa usalama na amani ya dunia kuilipa kwa kipindi hiki. Wapumbavu pekee ndio ambao wana fikra tofauti. Trump ameandika kwenye mtandao wa kijamii wa Truth Social. Iko hivi pia. Vikundi vya uratibu wa usambazaji wa mafuta na gesi vya Umoja wa Ulaya vitakutana Alhamis, msemaji wa Tume ya Ulaya alisema mapema leo, wakati bei ya mafuta yakipanda hadi zaidi ya dola 111 hadi 120 kwa pipa. Makundi haya yatafuatilia athari za nishati ya mzozo wa Mashariki ya Kati na kufanya tathmini juu ya usambazaji wao wa mafuta kwenye nchi za Ulaya. EU zinatakiwa kuwa na hifadhi ya mafuta inayofunika matumizi ya siku 90. Utakumbuka nchi za Ulaya zilikata uhusiano na Urusi tangu uvamizi wake wa Ukraine. Ulaya sasa inategemea zaidi uagizaji wa nishati ya mafuta kutoka eneo la Ghuba. Hili linakuja wakati wazalishaji wakuu wa mafuta wa Mashariki ya Kati wamepunguza usambazaji kwa sababu hawawezi kutuma meli zao kwa usalama kupitia mlango bahari wa Hormuz ambao umefungwa na Iran. Mlango huo ambao ni mshipa muhimu unaochangia takriban 20% ya usambazaji wa mafuta na gesi asilia duniani, umezuiliwa kwa kiasi kikubwa na Iran, na usafiri wa meli zinazoingia na kutoka humo umekaribia kusimama kufuatia kuzuka kwa vita